lazima uonekane katika muonekano wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na muonekano uliofunzwa na mafundisho yake. Ikiwa ni mwanaume, uwe kama Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bashasha yako, utabasamu kwako, muonekano wa rijal, ukaweka ndevu zako kama ndevu za Mtume alayhi salam zilikuwa nyingi, ukavaa kamis, mavazi ya Mtume alayhi salam, akivaa kanzu, akivaa vikoi na mavazi kama haya, tena katika namna ambayo amewaelekeza wanaume. Nguo yako isivuke mafundo ya miguu, kongo mbili iwe juu ya hapo, na ukiweza kuvaa nusu ya muhundi, anta rajulun ala sunna. Muonekano huu kwa wanaume unao, ili tu ama laonekana, lazima uonekane na muonekano wa Mtume alayhi salatu wasalam. Lakini pia kwa wale wanawake, pana mafundisho ya Mtume alayhi salam ya kuvaa hijabu ya kisheria, nguo ya kumstiri mwanamke kuanzia kwenye utosi mpaka katika nyayo zake, akajifunika hijabu gubi. Wanawake wale wanavaa hivyo, hao wake wa Kiislamu. Mke wako anavaa hivyo, binti yako anavaa hivyo, shangazi yako anavaa hivyo, mfanya kazi wako nyumbani anavaa hivyo. Hao ndio hao wenye kutembea uchi barabarani, waliobana maungo yao, waliovaa nguo fupi, wako vichwa wazi, mapambo yanaonekana. Hao ndio wanawake wa Kiislamu na ndio mabinti wa Kiislamu, ndio mabinti zetu, ndio wake zetu. Ikiwa ni wanawake hawa tunaowashuhudia mabarabarani, ndio mkeo, ndio binti yako, na wewe unajinasibu na sunna, hayhat suhkan liman ghayyara wa badal. Kiko wapi? Uongo mtupu bwana. Akae mbali na hodhi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yule aliyebadili dini baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo mpenda Mtume na kujinasibu naye sio maneno kaka, ni matendo na ukweli na imani na ilmu.